siku hiyo vizuri, kumwambia Baba kwa miezi 5 hajatuacha. Amen. Si ametusaidia Bwana? Hakuna kitu kizuri. Moja kitu ambacho Biblia inasema kitakosekana siku ya mwisho ni watu watakosa shukrani. Na nikuhakikishie, ukimshukuru Mungu vizuri, mwezi wa 6 utakuwa bora kuliko mwezi wa 5. Haleluya. Unajua Mungu hajawahi kubadilika, ni yule yule aliyesema na anayeweza kufanya. Anasema njia mwenye haki ni kama jua linang'aa, kwa Mungu lazima iwe bora. Sio mbaya. Ni kwa sababu kumshukuru alikutendea leo. Turudi kwa Bwana, asante kwa ajili ya mwezi wa 5. Mungu atahakikisha anatuongeza zaidi alivyotenda mwezi huu wa 5 katika jina la Yesu. Huyu ni nimekuja kukutana na wewe hata ya moyo wangu, nimekuja kukutana na wewe. Jioni ya leo katika Yesu. Baba, kaitumia ibada hii tena kututengeneza, kutufinyanga tuwe bora zaidi ya tulivyokuwa kabla. Asante Roho Mtakatifu, maana tayari upo nyumbani kutusaidia, kutuwezesha kama mnenaji na kama wasikilizaji. Bariki kila mmoja wetu, tusiondoke hapa kama tulivyo. Katika jina la Yesu, Roho Mtakatifu, kamata moyo wa kila mmoja wetu na mapenzi yako yatimizwe. Katika jina la Yesu, kama ilivyo mbinguni ndivyo ikawe mahali hapa. Kwa jina la Yesu na wote tuseme amen iliyo hai. Haleluya. Mshangilie Bwana Yesu. Haleluya. Unapoketi katika uwepo mzuri wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hongera kwa kufika siku ya leo, na Mungu wa mbinguni akubariki, akufanye kuwa bora zaidi na zaidi katika jina la Yesu. Nao ni somo muhimu sana ambalo tunaendelea nalo siku ya leo. Na please, nataka pia tukumbuke ya kwamba mfungo wetu wa kila mwaka hatimaye umewasili, na tarehe 15, sio 24 tena, kesho kutwa tarehe 15. Kuna watu walikuwa wamevuta tayari. Sasa tarehe zimepunguzwa kwa sababu muujiza wako lazima uje mapema. Haleluya. Baraka zako hazitacheleweshwa. Kuna watu tayari walikuwa wamesukuma appetite, imeenda mpaka 24. So naomba urudishe nyuma mkono, maana tarehe 15 mwezi wa 6 tunafunga sufuria zetu za mchana. Nisikie mtu aseme amina. Please, tarehe 15 ambia kila kitu kwenye sufuria, ambia sufuria zako ya kwamba tarehe 15 mambo yanaanza. Iambie tumbo mapema ya kwamba tarehe 15 ni Mungu, breakfast ni Mungu, lunch ni Mungu. Amen. Sema amina iliyo hai. Amini Mungu ataitumia huu mfungo kuliko. Nimeona huu mfungo utakuwa mfungo mama wa mifungo yote. Tayari naiona dalili. Nisikie mtu aseme amen. Na kwa sababu ya muda mfupi tulionao, naomba tuende moja kwa moja kwa neno la Bwana, kumjenga mtu wetu wa ndani au kujenga mtu wako wa ndani. Hili somo ni la muhimu sana kwa kila mmoja wetu, kwa sababu maisha yanaishiwa. Tunaishi maisha kutoka ndani.
nasikia chenye maandiko yanasema linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Linda moyo wako. Watu wengi hawajui kwa nini nasema linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Linda moyo wako, akizungumzia maisha yako ya ndani, wewe wa ndani. Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemichemi. Chemichemi yako haitoki kwenye akili yako, inatoka kwenye moyo, kwenye roho yako. Kwenye roho yako, hapo ndipo uzima wako unapotokea. Na unisikilize mtu wa Mungu, ni muhimu sana ulielewe hili somo, kwa sababu kinachoendesha maisha yako ni mtu wako wa ndani. Kitakachokusaidia wakati wa tatizo. Maisha wakati mwingine yametengenezwa na changamoto, na ni muhimu ujue ya kwamba sio kila changamoto tunayokutana nayo imekusudia kutuharibu. Changamoto zimekuwa moja wa mtaji wa kututengeneza. Kama sio Penina, Hana asingemzaa Samueli. Ilimchukua kuchokozwa ili kumtafuta Mungu amtendee. Hatimaye kwa kupitia uchokozi akamleta Samueli. Na kitakachokuwezesha kusimama, Yesu alitoa mfano mzuri wa watu aina mbili katika Mathayo sura ya 7, nafikiri mstari wa 24. Mathayo sura ya 7 mstari wa 24. Aliongelea kuhusu wajenzi aina mbili. Akasema, kila sikiaye maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Hiki ambacho tunafundishwa kinaweka maisha yetu juu ya mwamba. Maandiko anasema matokeo yalikujaje? Mstari unaofuata anasema mvua ikanyesha. Hizi ni changamoto za maisha. Mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile isianguke. Maisha yako yataanguka kwa sababu ya ulikopandwa, ulivyosimama, how you are founded. Umepandwa, umejengwaje? Umejengwa vipi? Ukristo wa wengi hauna ladha. Wengi hata wanasahau wameokoka. Wakati changamoto zinakuja, kuna watu hapa kanisani wanaenda kwa waganga kutafuta suluhisho. Miriam, unawekwa tu kona hapo mwanangu, unashangaa mtu anakuambia kuna nabii nini Matembele ama ziwapi, kunayo, kuna nabii nje ya panda, na umebanwa dada, maji yamekufika huko. Anyway, Mungu anasaidia wanaojisaidia. Ndio huyo wa nabii. I'm telling you. Shida ni nini? Lazima tujue changamoto za maisha zinakuja. Kuna mvua, kuna zingine kuja wakati mwingine kama mafuriko. Mafuriko. Yaani unaona ni kana kwamba unaenda kugarikishwa. Dada unajipata mguu Tanga, alafu unakutana na dada mwingine uko hapa. Unajua Mungu naye ametuona tu, anatusaidia pia. Mungu anawatumia hawa watu. Unajipata unaanza kuhubiri mahubiri mengine, dada ni upepo unataka kukuangusha, umevuma, piga nyumba. Maandiko yanasema lakini isianguke, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. So hayo mafundisho ambayo tunaleta kwako leo ni kwa ajili ya kukusimamisha,
Haujui kesho ilivyo, lakini kitakachokufanya usimame, what can you stand? Yani unaweza kusimama kwa kiwango gani? Unaweza kusimama nini? How can you stand? Unaweza kusimama. Can you imagine uishi katika siku za Nebukadneza, alafu ameiwasha tanuru, and then anakuambia hivi usipoinama unatupa hapo ndani. Material ambayo umetengenezwa itaamua utainama ama utainuka. Utamwambia tena kuinuka mfalme, nitafanya chochote unachosema, bora nisungue kwa moto. Lakini kwa sababu ya material waliokuwa wametengenezwa nayo, kwa sababu ya misingi waliokuwa nayo, walikuwa tayari kuitetea imani yao hata kufa, kwa sababu walijua wanayemtumainia, walijua wanayemwamini. Je, unajua unayemwamini kwa kiwango gani? Imewekwa juu ya mwamba. Mstari unaofuata anasema mstari unaofuata anasema mstari wa 26 anasema, na kila asikiaye maneno yangu asiyafanye anafananishwa na mtu mpumbavu. So unaona, making yako, matengenezo yako yanatengenezwa na neno. Anasema mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga, na zile changamoto za yule wa kwanza zikaja vile vile, lakini yeye hakuweza kusimama, akaanguka, kwa sababu misingi yake ilikuwa imewekwa juu ya mchanga. So haya ambayo nakufundisha leo yatakusaidia hata changamoto za maisha zikija, unajua una stamina. Umesoma katika Mithali 24:10 anasemaje? Mithali 24:10 anasema, ukizimia siku ya nini? Ya taabu, nguvu zako ni chache. Ukizimia siku ya taabu. Na wengi hawajui ya kwamba tunaishi kutoka ndani, na tumeconcentrate sana kutengeneza mtu wa ndani, wa nje, kumpamba mtu wa nje, na mtu wetu ambaye anapaswa kutusaidia. Can you imagine? Mtu mmoja Mungu anaitumia TV kwa namna ya ajabu. Yaani kuna kanisa nimeanza kuchunga hivi karibuni, sijawahi kuona kanisa la ajabu, kanisa kubwa, TV inafanya mambo makubwa. Kuna ndugu ananipigia, anasema ninampenda Mungu, nimeokoka mchungaji, ninaomba. Anasema lakini kila nikilala nateswa na mapepo mahaba, yananivamia mara karibu 3 kwa siku. Yaani mapepo mahaba yameniharibia kila kitu. Na unisikilize, unapolala mwili wako hauko active. Kinachokuwa active ni roho yako. Kinachofanya ubebwe na utumike vile wanavyotaka. Wengine wamelala usiku, unalala na mwingine akasema ananywesha wa pombe usiku umelala. Yaani vitu ambavyo kikawaida hauwezi kuvifanya, wanategea umelala. Na kwa sababu wanajua roho yako haina nguvu, hauna nguvu, so wanakubeba, wanakufanyiza vitu ambavyo kikawaida hauwezi kuvifanya. Nasikia Mama Paul, unajipata unafanyishwa vitu, unabebwa, unapelekwa vijijini, unatembeshwa. Kuna watu wakilala usiku wanatembezwa mapori, akiamka yuko useless, hana uwezo wa kufanya chochote, wanakutumikisha. Unaona watu wanaamka asubuhi, sio watu. Anasema ukizimia siku ya taabu. Watu hawajui kwa nini ni muhimu. Elewe hili somo, hawajui. Maandiko yanasema kushindana kwetu sisi. Umekaa hapo, lakini kuna vitu unashindana navyo. Ukiangalia katika Waefeso, kushindana kwetu sisi sio juu ya damu na nyama. Hatushindani na vitu vya nje, bali tunashindana na falme, tunashindana na mamlaka, tunashindana wakuu wa giza hili, tunashindana na majeshi ya pepo wabaya, na ni katika ulimwengu wa roho. That's why kumjenga mtu wako wa ndani ni muhimu sana. Kujali mtu wako wa ndani yupo hali gani. Niliwaambia Jumaa ngapi iliyopita, nikasema Mungu anajibu maombi.
Wakati mwingine lala, alafu mwambie tu Bwana, nionyeshe mtu wako wa ndani yupo kwenye hali gani. Utakuwa shocked, utashangaa unavyofanana kule ndani. Sema amina. Kama uko darasani sema amina. So naamini ya kwamba mashujaa wa Daudi hawakutokea tu, walifanywa. Yesu akasema nifuate nami nitakufanya. So hapa ndani tunaweza kujenga watu ambao wanaweza kusimama mashujaa wa Yesu waliotengenezwa. Na angalia kidogo katika Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 16. Tulikuwa, please fuatilia kile cha nyuma and then utapata. Sijui nani yuko kwenye kompyuta. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 16. Biblia inasema, kwa hiyo hatulegei, hautalegea, bali japokuwa utu wetu wa nje unachakaa. So ninaanzia mahali nilipoachia. Ingawaje utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. So nataka nikuonyeshe vile utu wetu wa ndani, yani yule mtu wa ndani anavyowezeshwa, anavyojengwa siku kwa siku. Angalia mstari unaofuata. Anasema, maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya muda wa kitambo tu inatufanyia utukufu. Unajua tunatengenezwa na dhiki. Na kumbuka changamoto yako katika maisha, yani ukishinda hii changamoto, hamna mpenyo ambao utazuilika kwako. Yani una hasira. Una nini? Hasira. And then Mungu anakuunganisha na watu, au hata ili kanisani kwenu hapa, upo kwenye ubalozi, upo kwenye idara, upo kwenye maeneo ambayo Mungu amechomeka mtu ambaye kazi yake ni kukuchokozea hiyo hasira, yaani kuamsha huyo mnyama aliye ndani yako. Kazi yake ni kukuchokozea hiyo hasira. Lakini kulingana na mpango wa Mungu, nisikilize yaani usipoishinda hiyo hasira, hauna maisha ndani ya Kristo. Yaani hawezi. Kuna kiwango cha baraka hautazibeba, hautaruhusiwa mpaka umeshinda hiyo hasira. Then maandiko yanasema dhiki yetu nyepesi, Biblia inasema nyepesi, iliyo ya muda wa kitambo tu. So vitu vinakuja, watu wanakuja, then unajaribiwa pale pale. Kwa nini tunashindwa? Na ndio maana wengi tunarudia madarasa, kwa sababu ambacho kingekutengeneza, cha kwanza ulikipiga vita, ukajihami. Lakini kuna maganda ambayo yangepaswa kukuondoka, kubandua mavitu fulani zitoke, ili mtu wako wa ndani awe energized, kwamba ulisemwa ukasemwa and then ikafika hapo unataka kutoa nyongo, alafu unasikia Roho Mtakatifu anakuambia na usijibu. And then siku inaisha, hujatoa sumu, unaenda kulala, sema baba, unalala, alafu unaamka usiku unasikia ni kama Roho Mtakatifu amekupigia makofi, hongera 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 hongera. And then unaamka siku ya pili, anaongeza tena, kama tanuri inaongezwa mara ngapi. And then siku hiyo tena umejibana, and then umefuliliza mwezi mzima, and then umejizuia. And then Mungu anasema, sasa mwanangu, hili umepita, na kuongezea mamlaka ya kufanikiwa kiuchumi. Ni ya kitambo kidogo,
Anasema hutufanyia utukufu wa milele. So unachoweza kusimama, what you can stand, unachoweza kusimama inaamliwa na yule mtu wako wa ndani amejengwaje. Unaweza kujizuia. Kuna mabinti wetu wazuri hapa ambao hatima yao kwenye ndoa ni kubwa, lakini nisikilize, mtu hata hajasema kuchumbia, wewe ulisema ndio. Yaani hajauliza, ulisema ndio. Na sio tu ndio, ulikwisha fungua miguu adhibitisha kwamba uko hai. Kumbe ndio hiyo amekuchukulia heshima yako ya maisha. Yaani haukuweza tu kusema hapana. You never said no. Wengine hata akichumbiwa, cha kwanza haumuulizi huyo mtu kama ameokoka hajaokoka. Yaani bora wewe amekuja, umefika kwenye rehemu ya yoyote chochote, bora yoyote, sio yoyote bora yoyote, na sio yoyote bora, because hauna stamina ya kujizuia. Itufanyayo utukufu wa milele uzidi. Mstari unaofuata anasema hivi, mstari 18 anasema tusiviangalie vitu vinavyoonekana, bali tuviangalie visivyoonekana, kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele. Jali sana huyu mtu wako asionekana, maana anaamua maisha yako yanavyoonekana. Naomba akili yako ifunguke leo na moyo wako ufunguke leo. Do you know, mtu wa Mungu, kuna wakati ambao mtu wako wa ndani na mtu wako wa nje anapaswa kuharibiwa ili kuwezesha mtu wako, kutoa nafasi mtu wako wa ndani aweze kujenga. Na wakati mwingine unaweza kufanya kama Yesu alivyofanya, na hii ndio moja ya njia ambayo Mungu anainua mtu wako wa ndani. Wengi hawajui. Ukiwa kanisani, the easiest way to grow, njia rahisi ya kukua kiroho, kukua kiroho ni kuwezeshwa. Watu wengi kanisani wanavaa pampers kabisa, na wameshika chupa mdomoni, na wamemea ndevu kama mimi, na zimekuwa nyeupe. Hii pampers na chupa, kwa sababu mtu wao wa ndani ni mwepesi mno. Lakini moja ya njia ambayo nimegundua ya kumweza mtu wako wa nje, na ndio njia ya Mungu, watu wengi hawajui namna ya kuharakisha kujengwa ndani. Moja ya njia rahisi ambayo watu wengi hawajui namna ya kukua haraka kiroho ni utumishi. Ni utumishi, just as simple nilivyosema, mtumishi. Karibu mtu wako wa nje ili kumjenga mtu wako wa ndani, utumika. Na hii ndio njia ambayo Yesu aliitumia kuinuka na akawa ambaye mtu hawezi kusimama mbele yake. Wafilipi sura ya pili mstari wa 5. Wafilipi sura ya 5. Naongea kuhusu kumlisha mtu wako wa ndani. Analishwa na nini? Analishwa na utumishi. Nataka nikuonyeshe vitu jioni ya leo, mtu wa Mungu. Iweni na nia hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu. Hii ni kitu cha ndani, sio cha nje. Mstari unaofuata anasema, ambaye yeye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa kitu cha kushikamana nacho. The making, matengenezo ya Yesu. Tunaingia kanisani, kila mmoja wetu ana cheo chake, kuna namna yako, kuna vile unavyofanya vitu. Do you know, kuna watu hata kanisani hawajui kukaa chini ya utaratibu. Wao wanataka kufanya vitu wanavyoona wao, na sivyo ilivyo katika utaratibu. Wao kama sio kivyao, hawako tayari kushirikiana, hawako tayari kufanya. Na unajua, unajifanyia hatari sana, unajiharibia. Kwa sababu nimegundua nyumba ya Mungu ni nyumba ya utaratibu. Na huu utaratibu tunapoendana nao, kuna baraka za utaratibu katika nyumba ya Mungu. Na huu ulikuwa utaratibu wa matengenezo ya Yesu. Alikuwa ya namna na Mungu, alikuwa anafanana na Mungu, lakini hakuona kule kuwa sawa na Mungu kwa kitu cha kushikamana nacho, kwa sababu asingetengenezwa, asingeshuka
angebakia na cheo chake alivyokuwa, asingeweza kuyafanya mapenzi ya Mungu. Ilipaswa ashuke. Hata alipokuwa kama Mungu alikana uungu wake. Mstari unaofuata maandiko anasema nini? Bali alijifanya kuwa hana utukufu. Wengi hawajui ya kwamba tunaposema tunamtumikia Mungu, kuna disciplines, kuna nidhamu katika nyumba ya Bwana. Hivi ndivyo watumishi wa Mungu wanafanya. Sijui saa 12. Hivi vitu ambavyo tunasema, hivi ni vitu ambavyo sio tu utaratibu wa kanisa, lakini Mungu anatutengeneza kwa njia hiyo. Kuna vitu ambavyo katika asili ya kibinadamu visipoondoka, visipoharibiwa, nisikilize, mtu wako wa ndani hatakuwa na nguvu. Na hivi ndivyo Yesu alitengeneza mtu wake wa ndani. Wakati alikuwa ana utukufu, akajifanya hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa mfano wa wanadamu. Akawa mfano wa wanadamu. Yaani mahali ambapo pa kujishusha, mahali pa kujidhalilisha ili usidhalilike. Wengi wamelinda heshima yao, ndio sababu hawana heshima ya Mungu. Wengi wamelinda heshima yao katika nyumba ya Mungu, ndio maana hawana heshima. Kwa sababu kila ambacho kingekuheshimisha ndio kila ambacho Mungu alitaka kwanza kikudhalilishe. Wakati umejishusha chini, and then Mungu anashuka kukuinua juu. Wakati umejiinua, Mungu anakuacha pale na huwezi kwenda mbali. Mungu akikuacha peke yako, alijifanya hana utukufu. Ile hali pamoja na cheo, pamoja na umri, uko tayari kusubmit. Wengi hawajua akifanya hivi, moja kitu wanampa Mungu uwezo wa kuwatengeneza. Wanampa Mungu uwezo wa kuwatengeneza. Wengi wapo kanisani lakini wako kama mkate usiogeuzwa, kama Efraim. Wako kama mkate usiogeuzwa, hauna ladha, because kule kuiva ambako Mungu alitaka uive haukuweza kuivishwa. Na ndio itaamua pia katika kutembea kwa baraka za Mungu. Mungu anaangalia matengenezo yako namna gani, itaamua utakavyoanza kupenya kule nje. Capacity, uwezo wa Mungu utakayembeba. Angalia mstari unaofuata. Maandiko yanasema, tena alipoonekana na umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Kanman. Yaani Yesu anatengenezwa, alishuka chini. Ninakuongelesha leo namna ya kutengeneza mtu wako ndani. Hawezi kutengenezwa wa ndani kama wa nje bado amesimamisha kichwa. Lazima haribiwe wa nje kwanza ili mtu wa ndani aanze kutengenezwa. Na mstari unaofuata maandiko anasemaje? Anasema, kwa hiyo tena Mungu akamwadhimisha mno, akamkirimia jina lipitalo kila jina. This is how Mungu alivyomtengeneza Yesu, kwa kukubali kushuka and then kupitia utumishi. Mara nyingi unasema, yani watu watanionaje? Watu watanionaje? Wataniona kwamba mimi ni dhaifu, mimi nakubaliana sana. Lakini wengi hawajali kujua Yesu atakuonaje. Na hivyo basi, unapoanza kusema watu watanionaje, Mungu anakuacha ulivyo. Na madhara yake ni kwamba unapoonekana nje, ile sifa unayoilinda nje inaanza kudhoofisha matengenezo yako ya ndani. So you remain that way. Unabaki hivyo. Yesu alisema, nifuateni nami nitawafanya. Nifuateni nami nitawafanya. So unashangaa, kwa nini umebaki hivyo? Kwa nini umebaki hivyo? Kwa nini umebaki hivyo? Kuna kumjenga mtu wako. Tunaishi kutoka ndani. Waefeso 3:16 anatuambia kitu. Waefeso 3:16. Waefeso 3:16 anasemaje? Waefeso 3:16 anasema, awajalieni kwa kadri ya utajiri wa utukufu wake kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake katika utu wetu wa ndani. Kuna wakati, kuna mkao ambao sasa unampa Mungu, unampa Roho Mtakatifu nafasi ya kukupa nguvu utu wako wa ndani. Energize your inner man. Energize your inner man. Kuna watu ambao unachohitaji leo dada ni ushuke tu, alafu uone Mungu anavyokuinua.
kwa sababu matengenezo yako yatakuwa magumu sana kama utabakia hivyo ulivyo. Mungu atachelewa sana. Especially, hebu nikupe siri. Hizi kazi kanisani zinazofanya watu wadhalilike, wakati mwingine unasema injilisti sijui nini, hivi vitu ambavyo vinakaa kama kudhalilishwa kanisani, hivyo ndivyo ambavyo Mungu anavitumia kuwatengeneza watu wake kanisani. Lakini utoto hautaturuhusu. Hebu nikuwape kitu katika Waefeso. Lisomo Waebrania sura ya 5. Waebrania sura ya 5 mstari wa 12. Waebrania 5:12. Hii saa iko sawa? Okay. Waebrania 5:5 anasema, kwa maana iwapasavyo kuwa walimu. Yaani mngepaswa kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita. Muulize jirani yako, umeokoka miaka mingapi? Usimjibu. Usimjibu. Anasema iwapasavyo kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita. Mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu. Anasema nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa, wala sio chakula kigumu. Yaani bado mnakula maziwa. Can you imagine? Haya maziwa ndio yametuletea shida. Haya maziwa ambayo bado tunahitaji maziwa. Usitupe vitu vigumu. Maziwa. Bado maziwa. Hata siku hizi tunapobwaga jumbe zetu kwenye grupu sijui nini, imefika muda sijui tuache tu kuweka hawa because hazitaminiwi. Nimegundua kumbe kitu kinapokuwa kingi kinakosa thamani. West. Lakini kiu chetu kama watumishi ni kutaka watu wakue. Na usikiliza, bado maziwa sio chakula kigumu. Usitupe vitu vigumu. Bado mnataka chakula. Nasikia tunaongea kuhusu kujenga mtu wako ndani. Mstari unaofuata, kama tuko pamoja sema amina. Maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. So hii hali ya kukosa appetite ya kulisikiliza neno la Mungu, nataka nikuambie ni tatizo. Ni tatizo kabisa. Hii hali ya kukosa hamu ya kukula. Unasikia mtoto mdogo. Mimi zamani kwa naona mama anabana wadogo zangu, anaobana hivi, anamwaga uji. Finya mapua, fumba mapua mpaka ufungue kinywa. Anafinya pua, alafu mdomo lazima sasa hii kitu kipande. Upende usipende unalazimishwa kula. Hivyo ndivyo kanisani. Kila mtu hajui sana neno la haki. Hajui sana neno la haki. Because unapolijua neno la haki, the truth, unapolijua neno la kweli, unaposhabikia neno la Mungu, unapolichangamkia neno la Mungu, hili ndilo linalotujenga, hili ndilo linalotufanya. Halijui sana kwa kuwa ni mtoto mchanga. Mtoto mchanga. Angalia mstari unaofuata. Anasema, lakini chakula kigumu ni cha watu wazima, ambao akili zao kwa kutumiwa wamezoezwa kupambanua mema na mabaya. So nisikilize, kukua hii, kumaster neno, kulipenda neno, kukaa ndani ya neno, kunakupa uzoefu, na uzoefu unakuwezesha wewe kumaster, kujua kati ya kupambanua kati ya mema na mabaya. Hapa ndipo unasikia mtu amefanikiwa katika maisha. Hiki ndicho kinachoamua maamuzi yako ya kila siku. Maamuzi yako ya kila siku. Unajua kuchagua chema, unajua kukataa kibaya. Kwa nini? Neno la haki. Neno la haki. Anasema chakula kigumu ni cha watu wazima. Kuanzia leo ninaona watu hapa wakiwa watu wazima. Bwana Yesu asifiwe. Do you know, komavu wako katika Mungu unaamliwa na unachokula. Kuna vile unakula kinaamua unavyokomaa. Kama upo kanisani sema amina. Kama umelala sema haleluya.
ukomavu wako unamliwa na unavyokula. Ukila neno sahihi utakomaa sahihi. Kinachotuathiri leo ni tunachokula. Hebu nikuonyeshe leo, nidondoshe tu bomu. Naona nitaendelea Mungu atakavyonipa nafasi tena. Hebu nidondoshe kabomu hapa. Maisha yako hivi yanamliona. Umekula nini? Muulize jirani yako, umekula nini leo? Sio ubwabwa. Unachokula ndicho kinachokuathiri. Hebu nikuonyeshe namna chakula kilivyoweza kuathiri hao watu, and then tusikilize kwa akili ya roho. Danieli 1 sura ya kwanza mstari wa 3. Danieli 1, angalia chakula kilivyo affect. Na mfalme akamwambia Ashpenaz mkuu wa watoashi wake, awalete baadhi ya wana wa Israeli na uzao wa kifalme na uzao wa kiungwana. Kama tuko pamoja sema amina. Kama tuko pamoja sema amina. Angalia mstari wa 4, tunaenda mpaka wa 8. Vijana wasio na mawaa, wazuri wa uso, wa hekima, werevu kwa sababu ya maarifa yao. Vijana wanaelewa vizuri, wenye ufahamu wa elimu, watakaoweza kusimama katika jumba la mfalme. Tena alimwambia awafundishe elimu ya Wakaldayo na lugha yao. Watu wa Mungu nisikilize, ufalme una lugha. Ufalme una lugha. Wengi tunaonekana tu tupo kanisani, lakini hatuna lugha ya kanisani. Tunaonekana tu Bwana asifiwe kanisani, na ni wakati wetu kanisani, na ukikutana na mpendwa, lakini ukitoka hapa hauna lugha. Walipaswa kufundishwa elimu, walipaswa kufundisha lugha. Kila ufalme una lugha yao. Ili hawa watu wafae ufalme, walipaswa kufundishwa lugha. Je, ni wakati gani umefundishwa lugha ya ufalme? There is a language for the kingdom. Kaya baba. Communication ya truth. Nisikilize. Kuwasilisha ukweli, kuwasilisha mafundisho ili yaeleweke. Cha kwanza, lugha ni fundamental. Kuna vitu ambavyo hautajua kama haujamaster lugha. Lugha ni mama ya kila kitu. Maana ili uelewe, lazima kwanza kifundisho kwa lugha. Na Wanyakyusa wenye wako hapa ndani, kuna vile tu wimbo ukiimbwa fulani unaamsha kitu, kwa sababu ni lugha ya nyumbani. Kuna vile lugha ina nguvu ya communicate vitu, na walipaswa kufundishwa lugha. Na lugha hii, kumasta hiyo lugha, ndio kungewawezesha wao kusimama mbele ya mfalme. Hawezi kusimama mbele ya mfalme. Mungu hawezi kukuamini na vitu vingi vya maana, kwa sababu lugha ina tatizo. Haujaelimika. Wewe ni mtoro wa madarasa. Angalia mstari unaofuata. Maandiko yanasema hivyo mfalme akawaagiza posho ya chakula. Sema nami chakula. Akawaagizia posho ya chakula cha mfalme na divai aliyokunywa. Akawaagizia walishwe hiyo kwa muda wa miaka 3, ili kwamba hatimaye wasimame mbele ya mfalme. Yaani kuna chakula na kuna kinywaji cha kunywa, ili ukaweze kusimama mbele ya mfalme. Kuna chakula ambacho ukila kinakutengeneza misuli. Na unisikilize mtu wa Mungu, siongei kuhusu misuli ya mwili. Sasa baadaye utajua sio chakula hiki mnachojua ni chakula. Ni elimu. Wewe ujue kwamba ninavyoongea hivi ninakulisha. Kuna chakula ambacho walipaswa kula miaka 3 ili waweze kusimama mbele ya mfalme. Kuna vile hawezi kusimama mbele ya mfalme mpaka umekula chakula fulani. Sasa sikiliza kinachoendelea hapa mstari unaofuata. Basi katika hao walikuwako baadhi ya wana wa Yuda, Danieli, Hanania na Mishael na Azaria. Wote mnajua ni Abednego. Anasema na mkuu wa watoashi akawapa majina: Danieli, Belshaza; Hanania akamwita Shadraka; Mishael akamwita Meshaki; Azaria akamwita Abednego. Hawa vijana. Mstari unaofuata. Lakini Danieli akazimu moyoni mwake kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme wala divai aliyokunywa. Basi akamwomba yule mkuu wa watoashi ampe ruhusa asijitie najisi.
Kuna chakula tumekula kimetutia unajisi, hatuna uwezo wa kusimama mbele ya mfalme. Danieli akisema, hiki chakula ninaomba ruhusa, nipe kibali nisile hiki chakula. O mahana magadabaya, nisile hiki chakula, nina agano na Mungu, ninajua ninayemtumikia, ninaomba nipe ruhusa. Ulikuwa mpango wa kando, mfalme asisikie. Ninaomba nisile, ninajua anachotaka mfalme. Anachotaka mfalme kitatoka kwa chakula. Mimi naomba kuna chakula nitakachokula, ninakusudia nisile chakula cha mfalme, nisile chakula cha mfalme. Umekuwa kilisha akili yako vitu kaya. Sikiliza mstari na turuke kwa sababu ya muda. Turuke tuone mstari wa 12 kwa sababu ya muda. Kama uko kanisani sema amina. Tafadhali utujaribu sisi watumishi wako. Danieli anaomba muda wa siku 10, na utupe mtama tule na maji tunywe. Tusile chakula wanachokula hao wengine, because wale walikuwa waganga wachawi ambao na wamechanganyika na hawa. Angalia mstari unaofuata. Kisha nyuso zetu zikatazamwe mbele yako, na nyuso za wale vijana wanaokula chakula cha mfalme. Anasema ukutatuendee sisi watumishi wako kwa kadri utakavyotuona. Wewe tupe ruhusa tule hiki chakula tunachotaka sisi, alafu baada ya siku 10 utupime. Na mstari unaofuata anasema basi akawasikiliza jambo hilo, akawajaribu siku 10. Mstari unaofuata anasema hata siku ya mwisho zile 10, nyuso zao zilikuwa nzuri zaidi, mili yao ilikuwa imenenepa zaidi kuliko wale vijana wote waliokula chakula cha mfalme. Kuna chakula, mtu wa Mungu, kuna chakula. Mstari unaofuata anasema basi yule msimamizi akaondoa posho ya chakula na ile divai aliyopewa wanywe, akawapa mtama tu. Kaya baba lebo sata bahaya karababoya. Kuna vitu umekuwa kilisha akili yako, kuna vitu umekuwa kilisha moyo wako, ndio maana umekuwa kawaida, ndio maana umebakia mdogo, ndio maana kuna vitu hawezi kufanya. Angalia maandiko yanavyoendelea. Mstari unaofuata basi kwa habari ya vijana 4 Mungu aliwapa maarifa. Nao ni chakula. Hebu niambie connection ya chakula na maarifa yako wapi? Connection, muunganiko wa maarifa na chakula. Aya. Anasema aliwapa maarifa na ujuzi katika elimu na hekima. Danieli naye alikuwa na ufahamu wa maono yote na ndoto. Kuna chakula na ukavuviwa na mbingwa. Kuna chakula unachokula ukayajua mapenzi ya Bwana. Kuna chakula unachojua ukatafsiri mafumbo. Kuna chakula unachokula kikakufundisha kukataa mabaya na kukubali mema. Umashika tamahanamaya. Angalia pumba tunazolishwa na mitandao ya jamii. Angalia pumba unazoishi nazo kwa kutazama, na ndio maana umebaki na pambas katika nyumba ya Bwana. Haujajua ya kwamba madhara yanaendelea kwenye roho yako. Ndio maana unapokabiliana na giza hauwezi kulisimama. Umebakia giza wakati unajiita mtoto wa nuru, kwa sababu ya unavyokula vimekufanya ubaki simu. Walikataa kula vyakula vya mfalme. My. Sema fire. Angalia mstari unaofuata. Hata mwisho wa siku ile alizoagiza mfalme, anasema wakawaingiza kwa mkuu wa watoashi, akawaingiza mbele ya mfalme Nebukadneza. Angalia mstari unaofuata. Anasema naye mfalme akazungumza nao, na miongoni mwao wote hakuonekana waliokuwa kama Danieli, Hanania na Mishaeli na Azaria. Kwa hiyo wakasimama mbele ya mfalme, walikuwa very intelligent. Mstari unaofuata maandiko anasema katika kila jambo la hekima na ufahamu aliwauliza mfalme, aliwaona kuwa walifaa mara 10 zaidi ya waganga na wachawi waliokuwa katika ufalme. Leo hii waganga na wachawi wametushinda, kwa sababu wanachokula ndio tunakula, wanachotazama ndio tunatazama, wanavyoshabikia ndio tunatazamikia. Hatujui kukataa kula vyakula wanavyokula waganga na wachawi. Ndio maana hatutofautiani nao, kwa sababu ya baba musamba kata tunatengenezwa na tunavyokula.
Walijua hivi vyakula vitatucorrupt. Kuna vitu unatazama wewe, kuna vitu unasoma wewe, ndio sababu waganga wanakuweza. Kai, kuna namna unahitaji kumlisha mtu wako ndani na vitu vitakapoingiza nuru. Kuna namna unahitaji kuweka mitandao fulani uzime. Juzi tumekuwa na kipindi na vijana, wakati na wasemesha mambo ya uzima. Kuna kijana mmoja alinibariki hapa, akasema baba, ulipokuwa kiongea kwa habari ya kujifunza na kusoma, anasema nimeangusha chini Instagram yangu, nimeangusha chini Twitter yangu, nimeangusha chini. Nimesema kumbe hivi vitu vinaniharibia. Hatujui kuvitumia kwa faida, vimekuwa madhara. We are eating what we are not supposed. Ndio maana hatuwezi kusimama mbele ya wachawi na waganga, because chakula chao. Kuna kukula kunako kuwezesha wewe kukataa mema na kukubali mazuri. Kuna kukula, kuna chakula ambacho kinakuwezesha Joshua kukataa mema na kukubali mazuri. Isaya 7:15. Kama upo kanisani, mtu wa Mungu, sema haleluya. Anasema siagi na asali. Siagi na asali. Rudisha huo mstari. Isaya 7:15. Unasemaje? Isaya 7:15. Anasema hivi. Isaya 7:15. Aliyestudia ameokoka. Anasema siagi na asali nitakula. Ameokoka kweli. Anasema wakati ajuapo kukataa mabaya na kuchagua mema. Yaani kuna chakula unaikula, alafu najua kukataa mabaya. Do you know, mtu wa Mungu, na chakula kinaamua unavyochagua mambo katika maisha. Kuna wakati unaishi katika neno la haki mpaka unapambanua uongo kwa mbali. Wengi tunakula matango mwitu, na kwa sababu hiyo mtu wetu wa ndani anakufa, ana uwezo. Mtu wetu wa ndani ana uwezo, tumemlisha matango mwitu, hana uwezo tena. Nafikiri somo linalofuata nitakuonyesha sayansi ya kutafakari, kujenga mtu wako ndani kwa teknolojia ya kutafakari, meditation. Lakini leo nimekuambia, please angalia unachokula, vitu unavyosoma, vitu unavyosikiliza. Unaempower nani? Unaempower mtu wako wa mwilini, na mtu wako wa mwilini anavyowezeshwa sana, anaanza kumwathiri mtu wako wa ndani. Ndio maana unajipata hauna nguvu ya kuomba, hauna nguvu ya kuja kanisani. Kanisani kwanakuwa mbali, ibada inakuwa mlimani, kwa sababu mtu wako wa nje amemgandamiza mtu wako wa ndani. Na kwa kuwa maisha tunaishi kutoka ndani, na unapaswa kutegemea judgment ya maisha yako inapaswa kutoka ndani. Kila siku tunakabiliana na kuchagua, na kuchagua kwako leo. Hata hivi kuna wanawake, mabinti hapa mnahitaji kuolewa. Hata watu ambao mnasema wanaume ni mbwa mwitu tu ambao unaangalia, lakini wewe hujui ni mbwa mwitu yule, kwa sababu ulichokula hata kinaamua unavyoamua. Yes, kuna vitu unakula kinakupofusha macho. Tusimame kwa miguu yetu na somo litaendelea. Nisikie mtu aseme amina. Kuna wakati, mtu wa Mungu, tunahitaji tuende tunywe mayai mabichi ili utapike kila uchafu ulio ndani. Hiyo mayai yanatapisha, si ndio? Kuna wakati unahitaji tu kwenda nyumbani ujidetox. Kunywa mayai mabichi, utoe kila uchafu ambao umeingizwa ndani, and then ukae chini uanze kulisha roho yako, uanze kuilisha roho yako. Angalia vitu unavyotazama.
Nisikilize, wewe ni mtu wa maana, lakini umekula tu chakula kibaya. Wengine wamekula bila balance. Unakula hiki, unakula hiki, unakula hiki, unakula hivi, and then wengine wamekuwa kashi yako. Kashi yako. Unajua siku hizi sasa dunia hatamna kwa shako. Mshawahi kumwona mtu wa kwa shako? Tumbo kubwa, miguu membamba, alafu kichwa kikubwa. Hamna balance. Wengine wamekula matango mwitu. Angalia vitu unavyokula. Wewe uliokoka. And then inakufanya unabakia mtoto mdogo. Mungu hawezi kuongea na wewe kwa sababu hiyo lugha hauwezi kusimama mbele ya mfalme. Kuna lugha ya kusimama mbele ya mfalme. Hiyo lugha hauna kwa sababu haujala kinachokuwezesha kuielewa lugha. Walipaswa kula miaka 3 ili wakaweze kujua lugha, wakafundishwa lugha kwa miaka 3. Kuna language ya ufalme. Unadhani una shida? Hauna shida wewe. Angalia vizuri unavyokula. Angalia vizuri lugha yako. Sio utashangaa lugha inavyotuharibia vitu. Unatoka hapa unaongea kama mtu mwingine. Kuna lugha ya kusimama mbele ya mfalme. Je, unajua una mfalme wa falme ndani? Je, umejua umebeba sanduku la agano, uwepo wa Mungu ndani yako? Lakini angalia unavyoongea. Angalia unavyoongea. Angalia unavyofikiria. Mwana wa Mungu, angalia unavyofikiria. Shida sio wewe. Shida ni unavyokula. Shida ni elimu ulionayo. Hauna ufahamu na maarifa wa kila ambacho Mungu amekufanya. So kila siku unamwezesha adui. Kila siku unaamka, siku hii ni mbaya kweli. Kai! Afadhali ningekufa. Hey! Wanaume duniani hawapo. Kaya! Kila mtu mbaya. Lakini bila kujua kwamba uzima na mauti vipo katika uwezo wa kinywa chako. Unaachilia mauti kila siku. Kai! Nilikuwa na mtu juzi tunaongea. Nikamwambia, unajua zamani sisi wazazi wetu walikuwa wanatuambia ukiwa mezani unakula hauruhusiwi kuongea. Na leo nilikuwa naangalia commentary documentary ya moja ya gereza kubwa sana duniani ambayo inafunga ukistadi hilo gereza la Seattle, Southern America, kwa kainchi kadogo ambacho kamezalisha majambasi wahuni wa kutisha. So nilikuwa naangalia documentary ya lile gereza, na wakati wana interview huyu interview ana interview mtu ambaye alianza kuwa watu akiwa na miaka 13 na sasa hivi amekuwa mtu mzima. Ni moja msimamizi wa gang moja ambaye yupo ndani ya hilo gereza. Ametoka hilo gereza and then anaulizwa hivi, je, unajutia mambo aliyoyafanya? Anasema siwezi kuyajutia. Ameua watu zaidi ya 35. And then mambo mabaya ambayo amefanya yani mengine ni incomprehensible. Yani ukiambiwa vitu ambavyo watu wamefanya, wako hapo ndani ya gereza wana tattoo kwenye miili yao. So watu wanaowaua wana tattoo. Yani ukimwangalia mwili unaweza kujua ameua watu wangapi na genge lenye yupo ndani. Anasema, je, unajutia mambo ambayo umeyafanya? Akasema, siwezi kuyajutia kwa sababu ndio kitu ambacho nilichagua. Je, leo ukipewa nafasi ya kutoka nje ukaishi kama watu wengine uhuru, unadhani ya kwamba utafanya hii mambo ambayo uyafanya? Akasema, nilichagua kufanya, hata leo nikipelekwa nje nitafanya hii. Na amefungwa pale ndani, nafikiri ni sentence yake ni miaka 400 na kitu. Yani walikuwa
wamefunga miaka 400, kuna mmoja amefunga miaka 1000, kuna mwingine amefungwa miaka hivi. Yaani hawatawahi kutoka pale ndani. Lakini cha ajabu ni kwamba mioyo yao, yaani mioyo, yaani aya. Wana wa Mungu nisikilize. Unaangalia nini? Do you know Hitler akiwa mtoto mdogo alianza kuangalia zile movies za mauaji, watu walivyokuwa wakiuawa. Akaanza kusoma novel za mada za kuua. Yaani Hitler mdogo anasoma manovo yale makubwa ya namna watu waliuawa, namna mada, mbinu ya kuua. Amesoma, kijana mdogo anaangalia zile movie. Kumbe katika ule umri chakula alikuwa anamlisha mtu wa ndani. Wanasema Hitler hakuwa anacheka rais, lakini siku alimwona akicheka ni wakati damu ya Wayahudi wengi ilimwagika, ikawa inatiririka kama mto. Wakatupa katoto kadogo and then kakaelea kwenye damu, kanatembea hivi, alafu akaje yaani akaona mto wa damu unamwagika, ndiye akacheka. He was so wicked. Watu wa Mungu, tuangalie sana tunachosoma, tunachosikiliza kinatutengeneza au kinakuharibu. Usifungue tu masikio yako kusikia kila kitu. Wakati kwa na monitor nasoma naangalia documentary, nikataka kukula kitu kidogo. So wakati kiko pale mezani nataka kwenda kuchukua, and then nikasikia sauti inaniambia, hauwezi kwenda kula ukisikiliza hii documentary, maana yale maneno unayosikia yanaingia ndani ya hicho chakula. Do you know? Yanaingia ndani ya chakula. Wewe unakula na unaongea pumba kuhusu magonjwa, unaongea kuhusu maisha magumu, unatupa huko ndani. Haujui wewe ni nani na una capacity kiasi gani. Na unapoongea hivi unatupa hivyo vitu. Do you know, umeongea vitu, umeongea maisha magumu, umeongea vifungo na mapepo na majini, umeyatupa kwenye chakula, alafu baadaye unakula. Tuanze kunyamaza wakati tunaongea, ama tuongee vitu sahihi. Wakati mama unapika ndio unaongea, tena ndio unashika simu hivi masikioni, alafu ndio mnasengenya kwetu mpaka mchungaji unaongea vile mchungaji alivyochelewesha ibadani kila, alafu naweka hapo chakula mambo yalivyo, alafu namaliza unapakua, unaenda kuwalisha mateso familia hayatuleni. Wewe ulifikiria kwamba ulipika tu na mikono, ulipika pia na mdomo. Can you imagine elimu ambayo maisha tunayoishi leo? That's why tusipolijua neno na tukajijua sisi ni nani, adui ataendelea kutuweka katika haya maisha na kutufanya tuishi tunavyoishi, wakati mbingu inashangaa. Can you imagine ufike mbinguni neema, alafu Mungu akwambie, haya ndio maisha mwanangu nitaka uyaishi, lakini kwa sababu ya kutokuwa na maarifa ulichagua kuishi haya maisha mabaya, because haukujali kujua nilivyotaka ujue. Una muda wa kufanya kila kitu, hauna muda wa neno la Mungu la kweli. Hauna muda, hata mimi mchungaji wako na kupostia vitu kwenye nawekea kwenye group, hauna muda. Itakaa hapo hivi, itakaa hapo tu ikiangalia hivi, chakula mpaka kinaharibika. Baba, nipe neema ya kujenga mtu wako wa ndani. Nipe neema ya kujenga mtu wako wa ndani. Inua dakika moja hayo maombi mbele za Bwana jioni ya leo. Baba, nipe neema. Naamini umenielewa kama umekuwa serious katika ibada hii. Baba, nipe neema ya kushughulikia mtu wangu wa ndani. Nisibakie hivi Bwana. Inua sauti yako mtu wa Mungu. Anasema siagi na asali watakula wakati wajuapo kukataa mabaya na kuchagua mema. Kuna vitu nimekula katika maisha vimeniwezesha kuchagua mabaya. Baba, nisaidie leo. Baba, siamana haya. Mwambie Baba, nimeharibu mambo mengi, lakini naomba rehema jioni ya leo. Baba, nipe neema ya kulipa gharama ya kumjenga mtu wangu wa ndani.
kotabahanesepeligadaya. Baba, nipe neema ya kumjenga mtu wangu wa ndani, ili kubadilisha maisha yangu, ili kugeuza maisha yangu, katika jina la Yesu. Baba, nipe neema ya kumjenga mtu wangu wa ndani, katika jina la Yesu, na wote tuseme amina iliyo hai. Sasa mfungo huu unaokuja, sio tu kufunga cha kukula, tutafunga pia na mdomo. Yani tunataka siku 40. Nitakufundisha kitu Jumapili. Haya, siku hizi 40 utokee mtu mwingine. Yani ukitoka 40 watu wajue sio yule. Tutakula vitu na tutaharibu vitu katika maisha yetu. Amen. Sema amina. Wangapi wanatamani mabadiliko katika maisha yao? Sema amina iliyo hai. Unajua, niligundua juzi Glory ya kwamba Mungu alikasirikia dunia na akaangalia vitu vinavyoendelea duniani, akasema nitafanyaje? Akasema nitaachilia mvua inyeshe siku 40 na niue kila kitu. Lakini akatengeneza safina na akaingiza Nuhu na watoto wake, alafu mvua ikanyesha siku 40 days, na baada ya 40 days kila kitu kilikuwa kimekufa ambacho Mungu alitaka kife. So kuna vitu ambavyo tunataka vife katika maisha yetu, vimetutesa, vimefanya ulimwengu wetu umekuwa shagalabagala. Sasa tunaenda kunyesha mvua. Nitaachilia mvua. Taachilia mvua ya maombi, taachilia mvua ya neno, taachilia mvua ya utakatifu kwa siku 40, mpaka kila kilicho na uhai ambacho sicho. Tumebarikiwa leo. Naomba sasa katika ufahamu, Jumapili hakikisha umemkaribisha mtu kanisani, wenyeji na wageni. Naamini kuna kitu Mungu anataka kufanya kwenye kanisa letu anapotuandaa kuelekea mfungo wa siku 40. Na siku 40 ni kitu kingine. Mungu anaenda kufanya vitu katika maisha ya watu wetu. Hatupaswi kubaki. Nataka unie, na Jumapili nitachukua muda wangu wa kupackage kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Sitaki umalize huu mwaka. Wengine tutaenda kutumia hizo siku 40 kuishi maisha 1000, kuishi maisha 1040. Kama kwa Mungu siku moja ni miaka 1000, sasa siku 40 ni miaka mingapi? So tunaenda kufanya maajabu katika hizo 40 days. Utaishi kama uliyeishi miaka 1040. Umebarikiwa. Wangapi wanaamua kitu leo kwenda kufanya kwa maisha yao? Wangapi wanaamua? Amen. Hivi message na YouTube hivi tubadilishe hata vya kuangalia. Nenda ukae chini uangalie unachokula. Kila unapoangalia kitu, kila unachosoma kitu, jiulize unakula chakula cha waganga na wachawi? Angalia unachokula katika jina la Yesu. Chukua sadaka yako tumtolee Bwana. Tawe unayetutazama, chukua sadaka yako tumtolee Bwana jioni ya leo. Please, watenda kazi, kumbuka Jumamosi tunakutana kuharibu mtu wetu wa nje ili kumjenga mtu wa ndani. Sema amina. Please, tunakutana hapa Jumamosi asubuhi 12:30. Watenda kazi msikose. Jumapili ni siku ambayo nataka kila mmoja wetu arudi kumshukuru Bwana. Haleluya. Jiandae kuja kumwambia Baba mbinguni asante kwa moyo wako wote. Rudi kumshukuru Mungu kwa miezi 5 amekusaidia. Kwa mwezi wa 5 amekusaidia. Na basi inahitajika huko mbele. Basi hapa mbele. Please jiandae vizuri. Kila siku Mungu amekubariki huu mwezi wa 5. Usije kanisani Jumapili
bila kumshukuru Mungu, bila sadaka yako ya kumshukuru Bwana. So turudi kumshukuru Mungu, na ninakuhakikishia kwa shukrani yako mwezi wa 6 utakuwa mtamu na utakuwa mzuri. Kinachokutengenezea mwezi, wengi hawajuangi, cha kukutengenezea mwezi ni shukrani yako. Usiposhukuru vizuri kila mwezi, kuna kitu kitapungua katika huo mwezi. So moja ya kitu ambacho usicheze nacho ni shukrani yako ya mwezi, because unavyoshukuru mwezi kila alichokutendea, unamchochea Mungu kufanya zaidi. Toka kwao itasikiwa shukrani, sauti yao wachangamkao. Mungu anasema atatuzidisha, Mungu anasema atatutukuza. So Jumapili hii usifanyie mchezo shukrani. Kama kuna kitu kikubwa Mungu amekufanyia, wakaribishe marafiki waje wakusaidie kumshukuru Bwana. The more you shukuru. Na please, tuna kilio cha Hana siku ya juma ngapi? Wamama na mabinti, Jumamosi hapa akutoshi. Kila alichofanya Mungu wakati uliopita anaenda kufanya tena mara 2 zaidi. Please usikose kilio cha Hana, ndio tunajenga mtu wetu wanyu. Sema amina iliyo hai. Please usikose Jumamosi kushiriki, na wakaribisha marafiki, majirani. Hiki ni cha kila mtu. Wakaribisha watu, tuje tuomboleze mbele za Bwana, na Mungu akubariki katika jina la Yesu. Please, ili somo litaendelea. Tutawaambia ni lini tena ninakuja kuendelea, because hatujafika mahali mbali. Kuna mambo mengi ambayo tunapaswa kujifunza zaidi. Usimame kwa miguu yetu. Sema haleluya. Inua sadaka yako mbele za Bwana. Baba, tunakuabudu tena, sio kwa maneno tu, lakini kwa sadaka zetu. Baba, takabali sadaka za watu wako jioni ya leo. Mbariki kila mtoaji, acha mbingu zake ziwe wazi. Umbariki anapotoka, umbariki anapoingia, gala lake lijae katika jina la Yesu. Fedha njoo katika mikono yake, fedha ingia mikononi mwake, fedha ingia katika maisha yake. Baba, amekuabudu na fedha, fedha zitamtumikia katika jina la Yesu, na wote tuseme amen. Mtu wa Mungu umebarikiwa. Unapotoka hapa, uwepo wa Mungu uende pamoja nawe. Weka tu hapa vikapu, watu waweze kubariki. Unapotoka hapa, uwepo wa Bwana ukwende pamoja nawe. Usiku wako umebarikiwa. Mungu akutengeneze upya katika jina la Yesu. Mtu wako ndani aliyeharibika, Bwana amtengeneze upya. Mungu amwezeshe upya ili akusaidie kupambania maisha yako katika jina la Yesu. Umebarikiwa. Nasema umebarikiwa. Nasema umefanikiwa katika jina la Yesu. Na wote tuseme amen. Nikwambie kitu, unaposema amen unakula. Amen. Barikiwa. Asante. Basi Mungu amani.